Ehe. Na huyo Zuu yuko wapi? Shangazi, huyo Zuu naye ni tatizo jingine tena hapa. Unakumbuka lile tukio lake lililotokea juzi akiwa guest na nani na Wali? Baada ya pale Zuu alirudi mpaka hapa nyumbani. Akafika hapa, akanambiaje kaka Mjuba? Naomba tuongee. Mimi nikamwambia sawa Zuu. Akanambia bwana sikiliza. Wakati wa lile tukio linaendelea, mmoja wapo wa mashuhuda walioshuhudia tukio lile alikuwepo shangazi yangu. Kwa hiyo hakupendezwa kabisa na tukio lile. Kwa hiyo alichokifanya, amemchukua Zuu, akamwambia kwamba arudi wapi? Kijijini. Kwa hiyo safari yake kuja hapa alikuja kuniaga. Umeona? Aweze kwenda wapi? Kijijini, kwa sababu shangazi yake anasemaje? Yeye hakumleta Zuu hapa mjini ili aje kufanya umalaya. Alimleta hapa kwa ajili ya mambo mengine. Sasa kama mji umemshinda, bora arudi kijijini. Kwa hiyo unavyoongea na wewe, Zuu yuko kijijini shangazi. Sasa mimi nachoka afu nachanganyikiwa. Yezu asinipe taarifa. Hata na nyinyi wa nyumbani pia mshindo kunipa taarifa. Mliona kazi gani kunipigia simu na kunieleza mambo kama haya? Mnajua mimi mnanichanganya alafu mmekuwa mnanidharau sana. Yaani tatizo mnanidharau. Mbona mnanipa mtihani mnataka mimi nimkufuru Mungu? Mimi najuta jamani, kwa nini kakaangu aliondoka akaniachia watoto ambao hawanielewi wala hawanisikii mimi jamani, ni mtihani gani huu? Shangazi nisikize vizuri. Kwanza nitangulize samahani shangazi kwa hili. Maana hata mimi mwenyewe nilichanganyikiwa. Ukiangalia huku Walia ananipasua kichwa. Ukimwangalia Zuu ananivuruga ubongo. Kwa hiyo nikashindwa nishike lipi, niache lipi. Kwa hiyo nikajikuta hata wewe mwenyewe nimeshindwa kukupa taarifa shangazi yangu. Lakini naomba sana unisamee. Sawa shangazi? Vipi mpenzi wangu? Mpenzi wako tena? Samahani mwanamke wangu, kumbe nishakuoa. Nishazoea yale mambo ya vijana mpenzi mchumba. Samahani. Hivi mume wangu, leo siku ya 3 toka umenioa na sijapata kitu chochote kutoka kwako. Hata nyumba yangu unipe. Au unipende? Maana naona huna hisia zozote kwangu. Hapana, mimi nakupenda tena kuliko kitu chochote. Lakini sielewi tu, yani sio itakuwa ni mawazo kwa sababu yani tangu nimekosa kazi ile niliyokuwa naifanya, yani kichwa kimenivurugika sasa hivi. Ndio nimeomba kazi sehemu nyingine, sijui kama nitapata mpaka sasa hivi. Sasa inawezekana kichwa hakiko sawa. Hivi mimi nitajisikiaje? Umenioa mimi nije nifanye kazi za kawaida hapa nyumbani kwako, au umenioa kuja kunizalilisha? Kwa sababu fanya ninavyofanya mpaka mdomo wangu umepata uchachu kama nimekula ndimu. Ina maana hisia na mimi huna kabisa. Kwa sababu ungekuwa na hisia na mimi usingekuwa hivyo. Kwa nini umenioa? Kama ulikuwa unipendi, kwa nini umenioa? Hapana, mimi nimekwambia nakupenda. Sikiliza mke wangu. Itakuwa ni haya mawazo ya kazi haya. Naomba muda mchache kidogo tu. Kwanza nitoke nje, alafu nipigwe na hewa. Huenda haya mawazo yakaniondoka, alafu nikija tu nitakuwa fresh kabisa, wala usihofu. Yaani hata siana. Endelea tu kunivumilia kwanza. Nijaribu kuondoa haya mawazo yananisonga kwenye kichwa changu. Nakuja, nivumilie. Unaenda wapi? Nipo nje tu hapo, nakuja tu. Hivi kwa kweli sasa wewe kama unavyoenda unafikiri mimi ninajisikia hapa? Uende kule nje. Na wewe ukitoka hapa nakuja mke wangu. Dakika 2 tu. Sasa hivi tunakuja. Sasa unaenda wapi? Pole. Darling. Wenda kanogewa.
Vipi sasa hizi mwanangu na taulo nje? Shida nini? Sijui nifanye nini na sijui aibu hii naipeleka wapi. Ngoja kwanza. Sasa mbona na mitaulo kwangu sasa hizi? Nikwambia nimevurugwa. Nini ndo useme shida sasa nini? Mjomba, yaani hapa nilipo siku ya 3 tangu nimemuoa mke wangu, hatujafanya hata mara moja lile tendo linalohitajika kwa wanandoa. Halijakamilika. Sasa inakuaje chuma kile rafiki yangu? Afu hisabu unajua. Yaani navuruga, sielewi. Yaani sijui hata hapa alipo ameshavimba, sielewi ninamfanya nini. Changamoto hiyo mjomba. Ni kweli ni changamoto kubwa sana. Kwani ulimuoa inamaanisha umpendi au unakuaje? Maana sasa izekani chombo kile. Yaani ndio inaniuma kile chombo mjomba. Yaani mimi mwenyewe sielewi. Sielewi mjomba, kwa sababu gani mimi nampenda. Hakuna mwanamke nampenda kama yule. Kwa sababu nimemfuatilia mpaka kumuoa ndani ya miezi 6. Namfuatilia tu yeye tu mpaka nimefanikiwa kumuoa, na sikutaka kuingiliana naye kabla hatujaoana, kwa sababu mimi sitaki uchafu. Nataka ikienda ndoa iende kwa Mungu kabisa, moja kwa moja, tuwe hatuna dosari. Kwa hiyo ndio umeingia naye mpaka leo bado hujafusa? Sasa ndio nashangaa. Siku ya kwanza nimejitahidi, nikaona shida inaleta shida, ikabidi nichukue yale mafuta ya Aslay yale. Ndo kidogo akanisaidia na vidole pale, akawa katulia, akalala vizuri, kesi ikaisha. Siku ya pili nikajaribu tena vile, bwana mimi sitaki hivi bwana, hivi na hivi. Nikamzubaisha pale, nikajifanya usingizi umenishika mzito, hata akigeuza. Siku ikapita. Sasa leo hataki siku ya 3 ipite, anakwambia mchana usiku utaniambia unalala. Hiyo mchana sasa hapa kijasho kinanitoka, sijui nafanya nini. Hapo lazima ndani upone pachungu hapo. Sasa sikiza mjomba. Hii changamoto ni kubwa hiyo. Ila sio kubwa sana. Sometimes unachangia na mawazo kichwani. Ni kweli unachokiongea, kwa sababu mimi na mawazo tangu nimeachishwa kazi, nilienda kuomba sehemu mbalimbali, sijapata majibu. Hapa nilipo na vurugwa, atakula nini huyo? Hiyo lazima iwe changamoto. Sema nini? Wangu tafute, kuna mzigo wangu uko ndani hapa. Wewe ni mjomba wangu bwana, masuala kuzalilika mtu mzima. Kuna mzigo wangu mimi uko ndani hapa. Wewe nikuchukulie, nikuletee, afu ndo utajua unafanyaje. Hapo kwani wako wangu mazingira yangu mwenyewe, sometimes nikizidiwaga mimi natumia ile. Basi amna. Wewe nikuchukulie. Nitashukuru. Mimi nakuahidi hiyo hiki inakaa vizuri. Hilo limeisha. Yaani au mawazo tu sometimes mjomba. Sasa wewe mbona mpaka sasa hivi upo? Na huku umekuja kufanya nini? Yaani unatakiwa 7 nzima usitoke nje. Sasa kinachokutoa nje ni nini? Sasa ndo nini sama hizo mimi niacha. Sikiliza sasa, hebu tulia kwanza mke wangu. Sikiliza. Huwezi kuja hivi, halafu mjomba akija hapa kwanza, kwa nini uone na mtu mwingine? Wewe, hii mali yangu mimi. Rudi ndani kwanza, mimi nakuja huko. Lakini mimi nimekusubiri, nimeona unachelewa, ndio maana bado najisikia. Sawa, subiri nakuja. Nikija niko ngangali. Subiri kidogo tu, nakuja. Ngoja niongee. Ameniambia kuna jambo lake. Nakuja sasa hivi. Basi sawa. Haya, usirudi, usitoki nje. Sawa, basi ziishe kwanza, sawa? Sasa mjomba. Mjomba. Bwana. Mjomba bwana. Hapa mzigo wetu. Mjomba, hii si Pepsi. Wewe unataka tiba? Tulia sasa nikutibu. Shika na hii. Umeona hii? Hii unachukua kidonge kimoja hapa. Katika hivi hapa. Katika hivi 4. Unapiga afu unashushia na Pepsi. Kwa hiyo nikishushia mambo mnara unasoma. Zaidi ya mkongo. Yaani zaidi ya mkongo. Huyu ataenda kuongea Kiswahili kizuri. Lazima atulie. Hizo mbombo anazoleta anatulia. Sasa mjomba, hapa mimi naenda kupiga 4. Piga 6. Na piga hivi 4. Nataka nikienda mpaka kufuke moshi. Yaani kama ingekuwa tuna nyumba ya umeme, basi angetafuta feni akaweka. Ndio unakosea. Hii hapa ni dawa. Sawa? Ukishatoa dawa
Usi unakuamsha unaenda kushtua mishipa ambayo haielewi. Hiyo kishashtuka imekuwa imeshtuka. Moja inatosha ukapiga 4 hivi. Unatutafutia kifo, utamuua yule. Maana ilali mpaka nguvu ishe. Yaani hiyo moja tu. Yaani nusu saa lisalizima. Utafuta uangushe mjomba, wazungu watoke mmoja. Ni nusu saa lisalizima. Sasa mjomba unapiga pote hivi hapa viko vinne unajua hivi. Masaa 4 utakuja kuua. Mjomba naanza hapa. Gonga ili mpaka kufika ndani kishaanza kufanya kazi. Hii hata dakika 15 achukui. Huyo anaenda kuongea. Poa mjomba bwana. Mtihani nini? Kumbe majanga kila mtu anayo haya. Mtihani huu. Mbona Pepsi inaisha na hamna mzuka? Kuna kitu au mpaka anishikeshike. Hebu ngoja. Sijui ni mtihani ninapewa au maruhani yananichezea. Sijui ni mtihani au maruhani yananichezea au binadamu wananichezea. Maya. Oh Maya. Nakupenda sana Maya. Maya wangu. Wewe, ndo nini hivi? Wewe mwanaume? Unakuwa na matatizo. Unapenda kuniaibisha. Akitoka mtu hapa akakuona unafanya hivi. Humo ndani si kuna mwanamke. Na hicho unachokifanya hapa ni nini? Unataka kuniaibisha? Ingia ndani. Ulikuwa unafanya nini nje? Kwani ulikuwa unafanya nini? Hamna jambo lolote. Hamna jambo lolote. Wewe nimekukuta unapiga masturbation. Na unajua na mwanamke ndani. Hivi ni aibu gani unayonitengenezea mimi wewe mwanaume? Mjomba kitoka huko ndani akakukuta wewe unafanya hivyo na una mwanamke ndio kwanza mpya. Hivi atakuchukulia nini? Au mimi ataniwazia kitu gani? Sitajua mimi ni labda ninakunyanyasa au unakufanya kitu gani? Jamani mwanaume, mbona unapenda kunifanyia hivyo? Hapana, mimi sikuwa nafanya vile. Mimi nilikuwa na kuvutia hisia tu, mke wangu nakupenda sana, nakuwa na kuvutia hisia. Hebu leti tuone huku kama huja. Ngoja subiri, hamna, ngoja nikuoneshe, ngoja. Hamna. Sijajichafua mimi. Na hii soda nini? Na hii ni nini? Hii yani nilipotoka hapa kidogo kichwa kutokana na stress, kichwa kilikuwa kinaniuma. Kwa mjomba pale akawa amenipa dawa nitulize kichwa. Ndio hana maji akanipa hii nishushie. Yaani unauma hata kuniambia mimi mkeo, hujataka kuniambia umeenda kumwambia mjomba. Hivi mbona unapenda kunizalilisha hivyo? Sasa mjomba ameniona mimi siko sawa ndio maana kaniuliza. Sasa wewe unaniona usiko sawa alafu umekaa kimya, mimi nitaongea. Wewe umetoka huko ndani hauko sawa? Huko ndani si umetoka vizuri tena unacheka. Huko ndani ndio umeniambia ninakuja sasa hivi. Mbona hujasema ukiumwa? Haya, basi sawa, nimekuelewa. Basi tumalizie jambo letu. Ngoje kwanza sasa. Sasa sikiliza. Tunaendelea na jambo letu. Sasa hivi mimi nipo ngangali. Unasikia?
Jiandaa. Ushajiandaa? Uko vizuri kabisa. Mbona wewe maneno mengi kabla ya kufanya tendo? Kwanza tulia. Mafaili? Hapana, haya mafaili bosi, mimi sijayaweka hapa mimi. Wewe vipi? Rudi basi kwenye akili yako, mbona uko hivyo? Hivyo mwanamume una shida gani lakini? Ina maana nimeolewa na sotoka. Hebu ngoja tulia. Mafaili haya. Hivyo. Afu mjomba, ujue tulikuwa hatujamaliza kuongea. Mjomba. 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 Vipi? Mjomba, hakuna tulichokifanya mpaka sasa hivi, nishavurugwa mimi. Sielewi. Hilo tatizo mjomba, sikia. Njoo tukae kwanza. Njoo. Mjomba, yaani ni aibu. Aibu nini tena? Nazalilika mjomba wako. Hiyo dawa ulonipa hakuna chochote. Yaani hata ile hisia kusisimka hata kidogo. Hapana mjomba. Hiyo hapana, mimi nakataa kwa sababu ishanisaidia mara kibao. Yaani mimi kuiweka ndani sio kwamba niliweka tu. Niliweka kwa ajili yangu mimi. Ulivyokuja wewe nikasema nikupe mjomba wangu. Usiende dukani kuzalilika. Nimeenda kuchukua ni kwa sababu yangu. Mimi sasa unavyoniambia hivyo unanichanganya. Mjomba, mimi nimehangaika, nimeinywa ile mpaka nimefika pale, mpaka jasho linanitoka, lakini hakuna cha msingi, hakuna cha maana chochote. Hapa nilipo ananidai nimwache. Sasa nikimwacha ni aibu mjomba, mimi nafanyaje? Mimi navurugwa, sielewi. Mjomba, hebu tusizunguke sana. Kwani wewe, mimi ninavyoamini hata mtoto mdogo anavyozaliwa tu akishaanza kuchangamke, akiamka asubuhi lazima kute mnara umesimama. Wewe ukiamka asubuhi inakuwa vipi? Hebu niambie. Mjomba, takribani miaka 2.5 sasa hiyo hali hainitokei. Hiyo changamoto nyingine. Hiyo ni changamoto nyingine. Nikilala, nikiamka, iwe saa 8 za usiku, iwe asubuhi, niko hivi kawaida tu. Hakuna ninachokiona. Ilikuwaje kwani mjomba mpaka inafikia hatua hiyo? Hebu niambie. Yaani ni mwenyewe navurugwa. Mjomba, lazima uvurugwe. Lazima uvurugwe. Kwa sababu nimejaribu kuzunguka kwa malaya. Nimeenda mpaka kununua malaya Kinondoni wanaosifika pale makaburini. Nimekwenda kununua wale wanawake wa Manzese uwanja wa Fisi. Nimekwenda kununua wale wanawake watandika, wameweka vijengo vidogo vidogo mpaka walikuja kufukuzwa. Akapata ndio wale. Lakini hakuna hata malaya mmoja aliyefanikisha kuinyanyua hisia zangu Jongoo akasimama. Hiyo shida mjomba, hiyo ni shida. Maana ninavyojua mimi, hao malaya hao wanakuwa mafundi sana, yani wanajua jinsi wa kucheza na mwili wako. Lazima mzigo uamke, tuwe na akili. Sio hivyo tu mjomba, nilishatafuta mpaka kibinti kimwari ambacho hakijawahi kuingiliwa hata siku hii. Labda nitakuwa na hisia nacho, sija kifanye chochote, kimeondoka hivyo hivyo. Mjomba, hiyo aibu. Sasa mimi ninachokiwaza kitu kimoja, wewe uko kwenye ndoa. Kwani ngoja, ilikuwaje mpaka ukawa hivyo? Maana sio hali ambayo nilikukuta nao toka mdogo. Mbona uko vizuri? Mjomba, naomba unistiri. Amesha kustiri mpaka hapa, ndio maana nimekuuliza maswali ili nijue shida nini. Hii ni aibu yangu. Sio ya kwako, hata pia kwangu ni aibu. Maana umekuja kukaa nyumbani, si ndio? Unamalizia saba zako hapa. Asa malumbano kama huyo, unakuja unarudi, unakuja unarudi, mimi najisikia aibu. Najisikia aibu. Unamwangaliaje mkwe wangu? Nisi. Mjomba,
nilipopata ajali, nadhani nakumbuka hiyo miaka 2 iliyopita. Na ilikuwa mbaya sana mjomba, nilikuhangaikia sana. Tangu pale sijawahi kukutana na mwanamke Jongoo akapanda mtungi. Sasa mjomba, kukusaidia mimi kwa haraka silioni. Sema inabidi tufiche maki. Sasa hivi ndo siku ya 3, tuvumilie mpaka 7 iishe. Sawa? Ikishaisha 7 tutajua tunafanyaje mbele. Sasa tutalifumbiaje na yeye ndo anataka haki yake? Tunalifumbia hivi, yule si mwanamke, na siku zote mwanamke asipokuwa na mimba kwenye familia yeye ndo ana tatizo, sio? Ili hapa nayo tumpe tatizo yeye. Tunampa hivi, wanawake kuua wanafungwa, na kama mtu ana bwana wake wanafungwa, yani akikutana na mtu mwingine asiwe na hisia, yani mzigo sisi sometimes unakoga na majini tu, unamtia mzigo wote majini kafungwa, ili mali tu utoke kwenye mtihani. Sasa usikae ukamwambia udhaifu wako. Ukiona anadai sana hilo swala, mwambie ukweli. Mwambie mimi nyuma nilikuwa vizuri, ila toka nikuwe wewe si leo. Ndo nilitaka mwenyewe. Hivi maisha ndo yapo hivi jamani? Au ndo mimi naishi hivi? Wengine hata wako hivi. Sasa mwanaume ni wa aina gani jamani? Kipindi hajanioa alikuwa ananipenda, naonekana ananipenda kweli na kunijali, lakini sasa hivi hajali hata hisia zangu. Hivi kweli ananipenda mwanaume au alikuwa ananigizia? Kwa hiyo nikimwambia anaweza akaniacha. Mjomba, hiyo ni tiki, yani hamna taja ya kuongeza neno hapo. Hilo tiki kwamba unaachwa. Mjomba, mimi nimekuelewa. Kama umenielewa ni vizuri. Na nitajitahidi. Shika simu. Shangazi, hata salamu. Shikamoo mjomba. Marhaba, hujambo? Sijambo. Halo. Ndio. Wali Omar Yusuf. Kampuni? Ya sawa. Sawa kiongozi. Nimekuelewa. Basi hamna shida. Mimi mapema sana kesho nafika hapa. Aya. Asante sana. Aya. Mbona unacheka tabasamu kubwa? Nimepata kazi. Kwa hiyo wale walionifukuza kwenye ofisi yao, tunapambana sasa, ofisi yao na ofisi yetu. Nishapata kazi nyingine. Unakuwa unakimbiza sasa hivi. Na nyumba washanitafutia kabisa. Ni kwenda tu kuhamia, kuishi na maisha yanaendelea na kazi. Maisha yanakuwa vizuri tu. Basi vizuri bwana. Mume wangu, hivi toka umetoka huko ndani umekuja kuongea na mjomba wako, ni muda gani huo? Sasa wewe nisikilize vizuri. Mimi nilikuwa naongea na mjomba wangu, hatukuwa tumemaliza mazungumzo. Kwa hiyo pale tumeenda, mimi sielewi, naona mawazo yote yanarudi kwa mjomba wangu. Kuja kuzungumza masuala yetu yaishe. Ndio nimekuja kwanza nizungumze, nikishamaliza ndo nije huko. Nimekuchoka, unajua nimechoka. Leo siku ya 3. Maajabu hakuna ndani. Kama mwanamke anavyostahili. Ndio nini huko? Unanipenda kweli wewe? Kama ungenipenda ungekuwa na hisia na mimi, kwa sababu hakuna kitu chochote kilichofanyika mpaka leo. Nikikwambia mara utaniambia hivi, mara mjomba ananiita, mara nina kikao, mara kuna hiki, mara kuna sehemu, kuna nini? Ndio kudhalilishana? Au ulinipendea kwa sababu nyota zinaendana? Wewe mwenzangu, maisha yaendelee, wewe unanitumia tu kwa ajili ya nyota yangu.
Hasa hapo ukisema maneno hayo unakuwa unanitusi na mimi. Mjomba, acha ukweli niseme, mficha uchi hazai. Kwa sababu nikilificha hili naweza nikafa nalo hili mjomba. Leo siku ya 3 mume wangu toka kanioa, sijaona chochote. Haya, mimi nimekuja kushangaa hizi nyumba kwao. Hamna kitu chochote. Au yeye hata kuonyesha hisia na mimi hamna. Ina maana labda ana hisia na mtu mwingine, mimi kaniaika kama pambo huku ndani. Nitajuaje kama kanipendea nyota ya biashara? Nije nikae mimi humu ndani. Hebu kuwa na subira. Muona mjomba wangu huyo hapa, nampa vyeo vyake vingi sana. Sawa? Sijawahi kusikia wala kuona yuko na mwanamke. Yaani mambo sometimes unakuja surprise. Yuko kasoma sana. Yaani mpaka anakuja mambo yao ni kwako naisi. Ninapomjua mjomba wangu, hajakutana na mwanamke hata siku moja. Kwa hiyo sometimes ni uoga. Wenda ikawa ni pia ni stress vile. Maki sasa hivi kazi hana. Au unasemaje mjomba? Mjomba, mimi tangu nimefukuzwa kazi, yani kichwa kimekuwa kiko waru stress, yani sielewi, yani naenda resi tu. Sielewi. Ndio maana yani hata nikikaa ndani mule nikimwangalia yeye hivi usoni, nakuwa naona yale mafaili ya ofisini. Yale wakati naandikiwa ile kwamba wewe kazi huna. Mume wangu, stress gani ambazo zinakusumbua wewe mpaka unafeli? Kinafikia hatua cha kufeli. Basi kama ni stress zimepungua, twende. Uwanja bado upo wazi. Wewe? Ndio. Mbona unamtukanisha na mimi sasa? Hapana mjomba. Wewe mimi ngoja. Mtoke hapa nyewe wawili, muende ndani. Mimi najua kabisa nyinyi mnaenda kufanya nini. Si ndio pata kunitukana. Mimi naomba tu twende naye hata muda kidogo, mtakuja kumtukana mimi sasa. Unanitukana mimi yani. Hapana mjomba. Ukiondoka hapa njoo mnaenda kufanya nini tena ndani? Hebu tulize hisia zako kwanza. Huu ni wa kwako, atarudi kule. Mjomba, mimi naona huyu anataka kunipanda kichwani. Wewe sikiliza nikwambie. Sikiliza, mimi sina lengo la kupiga. Kwa sababu kwanza sipigi mwanamke. Mjomba, huyu anataka kunidhalilisha. Na kule unadhalilishaji? Lakini sasa nakudhalilisha wewe kwa sababu umeyataka wewe mwenyewe. Mjomba, huyu ndo ana shida. Kwa sababu mimi hapa nilipo wanawake kibao nishakutana nao huko kipindi cha nyuma. Nakumbuka. Na kesi nyingi za wanawake zishakuja nyingi. Lakini haujawahi kusikia hata siku moja kwamba mimi nikakutana na mwanamke alafu mambo yasiende sawa. Zaidi mpaka mimba zingine tunazikataa hapa. 3. Nakumbuka 3. Sasa huyu anakuja anataka kunizalilisha mimi, ananiambia kwamba sijui nini wakati yeye ndo na matatizo. Wewe usharogwa na bwana wako. Huyo sijui mabwana zako huko washakuroga kwamba ukija kwa mume usiwe, yani mume akikutana na wewe tayari yeye anakuwa hana shughuli. Kwa hiyo umerogwa wewe, usije ukanizalilisha mimi. Lakini mume wangu, kumbe ulikuwa na wanawake hapo kabla. Wakati mwanzo ulisema wewe unataka mwenyewe. Mimi sio kwamba nimefanya. Lakini mume wangu, mimi sijawahi kuwa hivi. Mbona unanifanyia hivyo Hujawahi kuwa hivi? Mimi sijawahi kuwa hivi. Mbona unakuwa hivyo mume wangu? Sasa mimi nisikilize mjomba. Mimi siwezi kukudanganya wewe, mwenye kesi zishakuja nyingi. Nazifahamu. Nataka niongee naye huyu. Sikiza. Wewe ni siku ya 3 tu. Unaonyesha makucha yako mapema. Uvumilivu huna. Sawa? Wewe una shida. Mjomba wangu mimi na shida ana. Nisikize kwanza. Nitakuachia radhi. Kumbe hata hapo kabla amewahi kuwa na wanawake wengi. Kibao sana, sio wawili. Sasa tunaweza tufunguke? Haya, ngoja nimuulize swali. Yeye mwenyewe amesema hapo zamani hakuwa hivyo. Haya, ulikutana na mwanaume gani alafu ukawa uko vizuri, alafu kwangu ukawa uko vibaya? Haya, na wewe ni wanaume gani hao? Basi mume wangu nisamehe. Ananitusi mimi. Chukua mkeo mwenye ndani. Unamtusi mjomba wangu? Hapana, mume wangu naomba nisamehe. Sikujua kama nina makosa mimi. Mimi siwezi kukusamehe wewe. Usitake kutuomba msamahani wa unafiki. Huu ni unafiki. Mimi siwezi kukusamehe mtu kama ushanizalilisha kwa mjomba wangu. Hili mjomba wako kaponea kwenye tundu la sindano kidogo tu wazame. Fa mchezo nini ajali hiyo.
Nenda ndani bwana, unataka kuniangusha vipi? Ai, kazi yangu mimi. Wewe uko 7. Basi. Nenda ndani. Nani? Odi. Jamani nani? Mimi shemeji. Nani shemeji yangu huyo? Bwana wewe. Wacha. Shemeji umejaa kama pishi ya mchele. Nipo ziwa. Nakuona kule mwenye upo. Jamani wewe. Bwana wewe shemeji. Odi wenyewe. Odi. Ya nini? Wizi wako 7 sasa hivi unatafuta mambo mengine moja kwa moja. Jamani, ukekea huko bwana. Sasa shemeji na wewe unakuja tu unagonga rafiki yangu. Watu wako 7 wanamalizia mambo yao sasa hizi. Kwani hiyo 7 na 10 mimi zina nusu nini? Mimi si nimekuja nataka nije kujua vipi kwanza tuachane na mengine yote. Kwanza unipe kaifa. Huyo mwari vipi? Yaliomo yamo. Je, vipi kwanza umekaa hapa manake hapa ni jirani mwenzangu. Hujasikia hata hiyo milio ya Nokia huko au? Wanayo mpana kama pazia la amana. Yaani geti la amana, unajua geti la amana lilivyokuwa pana ndio alonileta hapa. Nakwambia kule yenyewe nilikuwa naona kama kuchelewa, yaani niko heka kama nina mwili wa ghafla. Ndio hata kitambaa hujakifunga vizuri. Sasa naombea sana. Mwenzangu naye, basi uache kunichamba, niambie basi roho yangu tulie, mwenzio friji hapa, yaani ni hea. Hapa kifa za hapa ni aibu kukwambia au sio sawa kukwambia, kwa sababu mimi nishamalizana na mwenzangu. Mwenzio mjomba wangu nishamalizana naye. Wewe kamfuate mwali wako uongee naye ujue kweli yaliomo yamo. Kwani kidedea si kungu ndo anasema, ina maana hajakupa habari? Yule kungwi hajatoka kule mguu mosi mguu pili kuja kukupa habari? Hizo habari za kungu mimi sizipata. Ukifika utazipata, sio mbaya. Pia umekuja na kungu akija na atakugea wewe vile vile. Mbona unanitisha? Kuna usalama kweli? Usalama upo. Mbona sangu sasa pamepoa? Unasikia vitulia ndani? Unasikia hata kelele? Kwani kidedea kinajificha? Kungu angetoka kule na kitambara, ya kidedea. Jotizame kidedea. Wewe mwenyewe ungekiona. Haya imekuwaje? Bwana dada bwana, mambo ya kiwia, makungwi, mambo ya nyakanga, mambo ya nani mimi siyajui hayo. Ndio maana umefika wewe, nimekupa jukumu hilo. Au kosa? Wewe ushafika, watu wako ndani. Ingia kajione mwenyewe. Ila ninamwamini mwanangu kwamba hana shombovu. Nikimwangalia Rijali, yani shababi, amepanda juu hewani, mtoto mashallah. Najua pale ngoma ipo. Ila sasa kwa huyo mwari, sijui ni mwari au ni kigego au ni msungo, hapo ndo sijajua. Nataka nikajue mwari kafundika au huyo kungu tumempa ila bure. Angefundika, mimi na mimi nikafundika. Maana sijapata kesi yoyote. Afundike miliwanoke ungekosa kusikia. Hujasikia hata uko kugunaguna. Maana yake mtoto aswa akikolezwa utamsikia hiyo miguno tu lazima ungesikia mwenzangu. Maana yake hapa nipo na mdomo. Bana nawe mpana kama ndani hii yani geti la amana. Mpana, vitu vingine falawama unanigea bwana hivyo. Tuonekane huruma shemeji. Nionekana mimi mbea tena. Mimi mjomba wangu nishamalizana naye. Kama zana na mwali wako. Ila nakwambia mwanangu mimi namwamini. Alafu ninamkubali. Acha wewe. Kwanza ile siku alipozaliwa tunakwambia ile mtoto kaanguka. Nakwambia. Naam. Nafika pale nakwambia kaka mtoto wa kiume, mtoto shababi nakwambia, mtoto yuko ngangali. Hapo unajua show ngangali. Show zipo. Ila sometimes unakaga silence. Amna. Ile haina silence. Utajikuta watuka mwenye. Utaita bandu. Maji utaita amma. Fanya mchezo na hiyo shughuli. Hiyo shughuli pambe. Kajione mwenyewe usimtie dhambi mimi. Usimtie dhambi bwana mimi. Bwana kinu hicho. Mtoto kama umeshushwa. Shemeji nawe mtoa udenda mimi jamani. Leo moyamo. Acha. Wacha lawama wewe. Acha shobo. Wantafutia lawama kweli yamo. Ukimuona shemeji yako acha shobo. Niache shobo mimi nitakufa mimi. Bwana. Mungu huyu mtu na nusu. Kuna mtu na nusu ndo huyu shemeji. Karibu shangazi. Asante. Karibu sana. Asante. Sisi tupo hapa.
za tangu siku 2-3 hizi? Ni nzuri, namshukuru Mungu. Tupo tunaendelea vizuri. Naona mjini ulitukimbia, hata nikajua tutapanda gari moja, hujaja. Wewe sijui ulipanda gari gani, sijui na huja kutokea tena mpaka leo. Mimi unajua tena mambo mengi shangazi yako mjini. Nilikuwa na mambo mengi. Pale nilipata simu moja hiyo. Ilikuwa simu ya maana, simu ya hela. Unajua tena shangazi yako mimi kwenye hela sipoi. Nilipopata simu ya hela, nikasema hao nitawakuta tu, mimi wacha niondoke. Ni kweli. Haya vipi habari za hapa? Mimi nashukuru Mungu. Umesimamia ndoa yetu imeenda vizuri. Maki wewe ndo baba tena. Ndio. Ndo baba ndo mama. Kuna mjomba nchamsahau. Wewe ndo baba, mjomba ndo mama. Basi mimi nashukuru shughuli imeenda vizuri. Yaani mjomba wangu nampenda sana. Mdogo lakini utasema babu. Akili yake ana akili, nampenda sana. Ni kweli, yupo vizuri. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kama imepita salama, ndio jambo la kheri tulikuwa tukiomba lipite salama. Vipi mnaendeleaje huko na mka mwanangu? Mambo vizuri? Tunaendelea vizuri, tunamshukuru Mungu, salama kabisa. Tuko poa tu. Vipi mambo yaliyomo yamo mjini? Yamo tu fresh tu. Yamo vipi wakati mjomba wako mwenyewe nimefika tu hapa nataka kupiga hodi kanikimbilia hea. Maana ndo alonifungulia mlango. Hea hizo subiri tunakaa kitako, ananieleza kwamba kuna tatizo. Alafu unataka kunificha. Sikiliza shangazi, mjomba tena ni mnafiki mkubwa, muongo yule. Alichokuambia usimwamini. Akia Mungu usimwamini, muongo. Mimi ni mzima shangazi yangu, sina matatizo yoyote. Asija kanizalilisha tu mimi nikaenda kusema huko mtaani. Mimi ni mzima na sina tatizo lolote. Tena kuwa makini, huyo mjomba ndio maana mimi muda mwingine mimi simpendi kwa sababu ni mbea. Mimi kaniambia kwamba sijui huyu mkamwanao sijui ana matatizo, sijui amuelewelewi. Wewe nenda huko ataenda kukwambia. Basi nipe tu basi hata angalau ile kichwa cha habari, angalau niende na moja kichwani. Mimi sijui naona aibu, sijui nafanyaje. Nikasema nikaona acha tu nije kuwajua huku. Kumbe huyo ndio. Kweli shangazi, afadhali umekuja unisaidie kwa sababu wewe ndio baba. Na sina kumlalamikia matatizo yangu, ni wewe. Yaani huyu yaani sasa sielewi niongee nini. Hayuko sawa kwa sababu tangu siku ile nilipomuoa nikaja ndani kwangu, imepita siku ya kwanza, imepita siku ya pili, na leo ni siku ya 3. Ile tendo la ndoa lililosababisha mimi na yeye tufunge ndoa alijapatikana. Jamani, na Kungwi naye akaondoka, wakati Kungwi yeye alinitangazia mwali wangu nimemfunda kidedea, sijui nini, sijui bikira ipo. Leo tena yamekuwa hayo. Kuna shida gani? Wewe umemkuta mweupe? Nimekwambia hatujafanya kitu. Siku ya 3 leo. Kinapatikanaje kitu hatujafanya? Sasa kwa Kungwi yeye kaja akachukua kitu. Hebu nipe kile kinani changu nilikwambia mtatumia kwenye mambo yenu, mtajifutiafutia. Kachukua kaondoka, cheupe hakina kitu. Hatujafanya chochote mama. Huyu ana matatizo. Sikiliza nikwambie mama yangu. Mimi huyu mwanamke nimekaa ndani ya mahusiano na yeye takriban miezi kadhaa kabla hatujaoana. Na sikutaka tuchafuane kwa sababu nimetaka tuende kwenye sheria ya dini, tusikutane kabla hatujaoana. Kwa hiyo imeendaenda, baada ya kuoana ndo tumevyokuja ndani hapa. Hatujakutana kusema tufanye lile tendo, lakini nisamee situkane. Bila shaka mwanangu. Ila vile vidole vile nimefanikiwa. Lakini vile vidole vile vimepita yani bila hata breki. Mtume, huo ni msiba wangu mama. Naomba unihifadhie.
naomba unitunzie. Hiyo ni siri yangu, ni aibu yangu. Huyo kungu alivyokuwa anajipa mapana ya dela, kumbe amekuja kutuletea mtu mwenyewe kurung'unyu aloshindikana na wahudumu huko. Kwa maana hiyo zimeshapita, usafiri wote ushapita kule. Sio mwenye bodaboda, sio mwenye bajaji, sijui mwenye VX, sijui mwenye nini, mpaka ma semi trailer yamepita. Kaja anasema anamdai kile kitambaa. Mama, nilikupa kile kitambaa cheupe ambacho mkimaliza mnifutie ili nikafue. Nimekuja kuchukua nguo yangu nikafue. Kiko cheupe mama. Wanajisemea watu kuduula. Huo ni msiba wangu, nihifadhie mimi, ni aibu yangu. Sasa ukuta huyu mwanamke huyu mijanake ya mjini, alafu tatizo nyinyi hamkubaligi kusikiliza maneno ya wakubwa. Ungekubali mwanangu, ukatuka kutafutia mwari, ndo katolewa ndani, mtoto bikira, mtoto alotulia, hajawahi kufanya lolote. Lakini tatizo nyinyi mnaenda kubebana, wale wa mjini kule makurung'unyu washashindikana na wahudumu. Hiyo ndio shida. Wewe unaenda kulibeba jana yake limeshapima vipimo vyote linajua. Naomba unisamehe mimi. Kwa sababu mimi yani nishavurugwa, nishachanganyikiwa na ndio nishaoa, sina jinsi. Sasa yule hatuwezi kujua karogwa labda na hao walompitia. Mama, hapo tena ngoja nikwambie. Yule mama atakuwa karogwa. Aidha sijui mabibi zake huko hawajapenda aolewe, wametaka akae nyumbani tu, au alikuwa na bwana huko kaenda kamfunga kiuchawi ili mradi akikutana na mimi tu. Mimi ni yani mama, yani akinisogelea tu anishike japo hata kifuani pale mimi ni kukoroma. Unakupata usingizi siku ya kwanza. Ile kuamka ni asubuhi ananiamsha, amka tunywe chai. Sijielewi. Mwanangu wewe atakuwa marogo. Huyo hao mabwana zake hao ndo wamemfunga. Wakasema huyu tunamkomesha, anajifanya kapata mume, yule mume mwenyewe handsome. Maana watu wanawivu wasikuone hivi mwanangu. Mama, mimi handsome boy? Ndio. Hakuna hapa. Uko kwenye mtaani nakokaa. Alinipapatikia mwenyewe mama. Shobo zake mwenyewe. Mimi nitajua tu tatizo liko kwako au liko kwake. Mama, mimi sina tatizo. Mimi najua wewe, nakuamini mwanangu, mimi nakuona shababi rijali wa nguvu. Yaani wewe ungekuwa na mtoto binamu yangu. Mbona mimi wewe saizi ushafurahi na wajukuu? Kweli. Twende mbele na kurudi nyuma. Wanasema Waswahili, maji ukishavulia nguo shiti uyaoge. Usijali mwanangu. Hayo ni mambo ya kawaida sana. Umeelewa? Ni changamoto tu katika maisha na ni sehemu pia katika maisha. Kwa maana hiyo, kama hilo limetokea, mimi nitajua kwamba hili tatizo limekaaje. Ila usijali, mimi nitafanya tu maarifa yoyote, hatutashindwa la kufanya. Umeelewa mwanangu? Nitashukuru. Hamna itakaloharibika. Kama wao wanajua kuroga na sisi tunajua kurogoroa. Umeelewa mwanangu? Nitashukuru. Mimi shangazi yako mpana kama geti la maana, sijawahi kukwama hata siku hii. Mbaba. Basi na shombo. Ndio maana nakuta wewe ni mbaba. Aswa. Wewe ni mbaba uliokamilika. Kapo kutulia mwanangu. Hilo kwa shangazi yako limeisha. Kwa hiyo sasa sikia nikwambie, wewe nenda ndani. Wewe niitie wewe mkamwana. Nije nikae nizungumze naye. Alafu mimi nikitoka hapa nitajua nini cha kufanya. Basi sawa. Ngoja nikakuitia. Sawa. Wewe. Unajifanya umelala wakati nilikuwa nimekuona hapo unajifunika hapo. Sasa umelala nini? Hebu nyanyuka kwanza. Amka basi. Sikiliza. Amka kwa sababu kuna mgeni. Alikuwa anagonga hodi, shangazi, na ameshafika. Kwa hiyo nyanyuka twende, anahitaji akusalimie. Ngoja, urudi kwanza. Sasa unaenda hivi? Ndio, si ndani tu. Mgongo wazi hivi, huku ndani hata chupi hakuna. Sasa unaenda, unataka kunizalilisha, unaonekana wewe huna adabu. Wewe nimeoa mwanamke ambaye hajielewi. Sikiliza, vaa, tafuta nguo za kujistiri. Funika haya maungo yako.
Yule shangazi, yule shangazi ni baba. Sawa, umekutana na baba unaenda kwa baba yangu huko hivi? Mwanamke yule. Hata kama mwanamke mimi namchukulia kama baba, yule ni mbaba. So unavyofikiria wewe. Hebu ujistiri ndio uje bwana. Huyu ndo zipo hivi jamani. Haya matatizo ni ya mwanangu au ni kweli huyo mkamwana atakuwa karoga? Atakuwa amerogwa na mabwana zake ni. Anyway, tutajua cha kufanya. Ngoja kwanza nije nimuulize na yeye maswali yake afu tutajua. Shikamoo shangazi. Jambo. Nzuri. Karibu. Asante. Habari za hapa? Za hapa tu jambo. Naendeleaje? Nashukuru Mungu. Vipi huko nyumbani, wazima? Wazima, sisi tunamshukuru Mungu. Karibu. Naona mpo. Viloja. Naona mpo kweli, mpo. Mpo. Mwari mwenye kungwe wake mjini alofundwa na kungwe. Huyo kungwe msungo asojua maana ukungwe. Kuja kukufunda wewe saa hizi mchana jua kali. Mwari alokuwa ndani ndo kwanza hajamaliza hata 7, leo la 3. Mwari kuvaa manjenga ya kila aina na mabwanga kama fuko ya mashine mpaka vijinsi. Shangazi, kwani hizi si nguo tu? Nimekosea wapi? Ni nguo, lakini sio za nguo za mwanamke aliolewa. Ushaambiwa umekubali kuolewa, shiti ulale wazi, sio ulale na hicho kifuniko cha asali yako. Saa hizi mwenzetu una mabwanga, mapenzi dada, sijui. Lakini wewe ni mchana shangazi, kuna watu wanaweza wakaja ndo. Mume anataka malezi, sio mambo ya kiuni. Upo hata kama kujistiri, unajistiri ndio, watu katai tukapiga hodi kijiushungi chako kama hicho, ndani una kijitenge chako mpaka na vipande vya jinsi. Mwenzangu, haya miguu mirefu hapa, unaenda wapi mwenzetu? Lakini ni mchana huu. Mchana si ndio muda wa kumuonyesha mumeo au manjonjo na hizo mbwembwe? Unataka muonyeshe kizani kwenye kiza, tena usiku shaingia kiza, mmezima taa, mnapapasana kaa vipofu. Mapenzi ya kizamani hayo ya kukaa kwenye vibatali. Sasa hivi mambo ya kidijitali shoga yangu, mambo ya kusubiri usiku, sijui mpaka kiza kiingie mwanze kupapasana sura hamuonani. Sasa hivi mambo live bila chenga. Mchana ndo muda wa kumtega mumeo. Unapita heka kuna huku, mara unajifanya umeinama chini, mara umeinuka juu, unatafuta tafuta huko uvunguni ili mradi upate kumtega. Aipate ile ndembe. Huyo mwanangu mimi unamtamanisha na nini? Si unampa tabu tu na adha kila saa za kuanza kukukongoroa. Jamani, mbona mnawafanyia hivyo watoto wenzenu nyie? Shangazi, lakini nimejistiri tu baada ya kusikia hodi. Ngoja niache kama yalivyo, kwa sababu ukikuchokora sana, unasema bata ukimchokora sana atakushinda kunywa. Ngoja niache kwanza hayo, nifuate mengine alionileta. Wewe na huyo kungwe wako, sijajua mliyapanga nini, sijamjua kwamba mlimuonga hela gani au shingapi. Manake alikuwa anajishaua kujipa mapanadela. Mwari wangu nimemfunda, sijui yuko hivi, ana kidedea, mwari mzima, mwari hajaguswa. Kumbe mwari mwenyewe anakuja kumvisha mibwanga na bado kidedea chenyewe hakuna. Anaongopa, kitambara kilitoka kiko sawa. Tukajua ametoka na vigeregere, tukajua labda kidogo kitambaa kimekuwa chekundu, kumbe cheupe, hata mfano hakuna. Haya, na hilo mwenzangu limekaa vipi? Manake sijalielewa. Wewe na huyo kungu wako mnanichanganya. Akasema mwanangu pia mengine kuniongezea. Manake kwanza
Ilo la kungu hilo sijalielewa bado pale huyu mwanangu anakuja kuniambia hakuna lolote wala chochote. Korongo, magari yote, usafiri wote ushapita, so wa bodaboda, so wa bajaji, sijui VX, sijui V8, mpaka na semi-trailer yashapita. Yani kweupe, hakuna tabamsi wala korogesheni. Shangazi, samani kwa hiki nitakachokwenda kukisema. Sema bila samani. Usije ukaona mimi naongea labda naongea matusi. Bila samani. Mimi na mume wangu toka tumeanza mahusiano, hata kwenye uchumba wetu hatukuwahi kufanya kitu chochote. Yani kushiriki kimapenzi. Mpaka kanioa leo siku ya 3 hatujawahi kushiriki kimapenzi. Sasa niambie, hicho kitambaa kingeenda na damu gani? Na nikirudi tena hapa nyuma, amesema kuna semi-trailer, kuna nini? Yani ni korongo. Haya, ile korongo kaliona vipi wakati hatujawahi hata kushiriki lile tendo la ndoa? Haya, kungu yangeenda na kitambaa chenye rangi gani? Wakati mimi sijawahi kushiriki tendo la ndoa na mume wangu leo siku ya 3. Haya, kungu yote mafundisho aliyonifundisha nimefanya. Maagizo yote aliyoniambia yote nimefanya. Hakuna sehemu ya mwili wa mume wangu niliyoiacha. Masikio mpaka kwenye unyayo wake kote nimefika. Haya, iwe koni ya balesa, sijui ya mo, sijui ya nani, zote mimi nimelamba, lakini hakuna. Usiniona hata ninavyoongea hivi, mdomo wangu una uchachu, yani aina ya ugwadu, kama nimelamba ndimu mama, nimechubuka huku mdomoni. Hakuna shughuli. Sasa mimi ningefanyaje? Mwanao ndo ana shida. Mimi sijawa hivi, mimi sikuwa hivi. Kwa sababu ni bora basi hata yule babu hata angefukutika hata kidogo. Maana sijaona hata unyoya wake ukisimama. Ni bora basi ningejua kama mimi nina shida. Bora yeye angesimama tukaona mimi ninafeli wapi, lakini hakuna. Sasa kosa la nani shangazi? Kwa maana hiyo hata mwanangu alivyosema kwamba tendo la ndoa hamjashiriki, kumbe ni kweli hamjashiriki. Ndio, ni kweli. Mimi sasa hapo ndo mnapozidi kunichanganya. Basi kama sivyo, wewe na hao mawara zako huko, manake sijui ni foleni, sijajua ni dunia nzima, sijajua ni wanaume aina gani ambao ulikuwa nao, nitakuwa mmenirogea mwanangu. Haiwezekani mwanangu Rijali kama yule. Hana udhaifu. Hajawahi kupata maradhi aina yoyote mwanangu niseme kwamba labda yale maradhi kipindi fulani aliugua yakamfanya hivyo. Kazaliwa hivi mikononi mwangu. Mimi ndo nilompokea kutoka kwenye kizazi cha mama yake. Analia nampokea mikononi mwangu. Mimi ndo namkata kitovu. Mwanangu yule nimemtunza. Kitovu nimekilinda kile siku 3 na kesha macho siku ya 4 ndo kitovu kinadondoka. Ndo mimi naaga pale kwa ufi yangu, mimi natoka, lakini nimemchunga mwenyewe. Mwanangu yule namjua Rijali Shababi. Kwanza hana baya. Mwanangu hana udhaifu wa aina yoyote. Nikimwangalia Rijali mwanangu katimia kila kona. Yuko juu hewani. Mwanaume amepanda, ana nguvu za aina yote. Leo uje niambie mwanangu akae na mwanamke, ashindwe kumuingilia mwanamke, hayo si ya kweli. Kuna haya mawili. Kama kwenu sio wachawi, basi ayo makorongo yalokuja kukutwa hayo, basi wewe ulikuwa na mabwana zako chungu nzima. Wa dunia nzima walopanga foleni wajulikani wametoka mashariki au magharibi au kaskazini au kusini. Hao labda ndio wamekuja kumtogea mwanangu. Lakini uniambie eti mwanangu sio Rijali, hilo sikubali. Kitovu nilimlinda mwenyewe mwanangu, sina baya, niliacha usingizi. Nikasema sitaki kuja kupata shombovu baadaye. Mimi mpaka namuozesha mwanangu najipa mapanadela na uhakika 100% mwanangu Shababi. Leo uje kuniuliza maneno hayo? Shangazi, utakuwa unanikosea kusema kwamba mimi ndugu zangu wachawi au kweli uchawi kweli shangazi. Inawezekana, kwani ni ajabu? Uchawi mtakuwa umeanza kwenu? Watu mbona wachawi wanaroga? Mimi nyumbani kwetu sio wachawi hata kidogo. Na wala hata kusema mabwana sijui mabwana, hakuna. Hapo nyuma mimi sikuwa hivyo. Kwa nini hapa iwe hivyo? Mimi sina shida yoyote. Labda wewe mwanao shangazi. Lakini kusema kwamba nyumbani kwetu, hapana. Utakuwa unanikosea. Kwa hiyo kwa mabwana wengine ulikuwa unaweza fresh tu. Mimi sijui sasa.